Tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Mashariki ya Kati ambapo mapigano kati ya Marekani na Iran yamezidi kupanuka huku Washington ikishambulia miundombinu ya usafiri na kijeshi kusini mwa Iran. Na Tehran nayo imejibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye maslahi ya Marekani katika mataifa ya Ghuba. Kiini cha mzozo huu ni mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kabisa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani ambayo Iran imeendelea kuizuia. Serikali za China na Pakistan zimetaka pande zote mbili kusitisha mapigano na kurejea katika meza ya mazungumzo. Idi Sesanga na taarifa kamili. Marekani imefanya mashambulizi ya usiku wa 6 mfululizo dhidi ya Iran ikisema imelenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran na kuzuia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, mashambulizi ya karibuni yalilenga madaraja matano, njia ya reli, uwanja wa ndege wa Iran Shahar na maeneo mengine ya miundombinu kusini na kusini mashariki mwa nchi. Televisheni ya serikali imethibitisha kuwa kituo muhimu cha reli cha Bandar Abbas kilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyopigwa. Maadui wavamizi wa Marekani wameshambulia maeneo kusini na kusini mashariki mwa nchi. Kituo cha makutano ya reli cha Bandar Abbas ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Kituo hicho kinaunganisha njia za abiria na mizigo kuelekea bandari ya Shahid Rajai na kituo cha reli cha Bandar Abbas. Rais Donald Trump alikuwa ametishia kushambulia madaraja na vituo vya umeme vya Iran ikiwa Tehran haitafungua tena mlango bahari wa Hormuz. Iran ilifunga kwa kiasi kikubwa njia hiyo baada ya Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi yake mwezi Februari, hatua iliyopandisha bei ya mafuta na kuipa Tehran ushawishi mkubwa katika mazungumzo. Wizara ya afya ya Iran imesema watu wasiopungua 38 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani tangu Juni 22. Iran nayo imejibu kwa mashambulizi katika eneo zima la Ghuba. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi limesema lililenga mifumo ya rada na ndege za kijeshi za Marekani nchini Qatar na Jordan. Qatar, Bahrain na Kuwait zimesema zilidungua makombora na drone kadhaa katika anga zao. Nchini Kuwait, shambulizi liliharibu kituo cha kuzalisha umeme na kusafisha maji ya bahari. Jeshi la Kuwait pia limesema wanajeshi kadhaa walijeruhiwa baada ya droni kushambulia kambi na vituo vya kijeshi. Iran imesema mashambulizi hayo yataendelea hadi Marekani itakaposimamisha operesheni zake katika pwani ya kusini mwa Iran na eneo la mlango bahari wa Hormuz. Katika swala ya Ijumaa mjini Tehran, mhubiri Haj Ali Akbar alitumia lugha kali akitaka Marekani iondolewe kijeshi katika eneo hilo na kuapa kuwapeleka jahannam wote walioshiriki uovu dhidi ya taifa lake. Hatua za kulipiza kisasi ziko wazi. Ya kwanza, ambayo hakuna anaibishana nayo, ni kuhakikisha wote waliohusika na uhalifu huu, waliotoa amri, waliotekeleza, waliosaidia au kushiriki kwa namna yoyote wanaadhibiwa. Mwenyezi Mungu akipenda wote wataishia jehanamu. China na Pakistan zimetaka mapigano yasitishwe na Marekani pamoja na Iran kurejea katika mazungumzo. Hata hivyo, hadi sasa pande zote mbili zinaonyesha kuwa zinataka kutumia nguvu kwanza kuimarisha nafasi zao kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz. Tuachane na mzozo huu wa Mashariki ya Kati na tugeukie mzozo mwingine wa hapa barani Ulaya kati ya Urusi na Ukraine ambao bado umeendelea kuchukua sura mpya kila wakati. Na hii leo Ijumaa, ripoti zimesema nchi hizo zimeendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Wakati hayo yakijiri, inaelezwa pia kuna mpasuko katika serikali ya Ukraine. Kutazama mwelekeo wa vita hivi na mengine, nimezungumza na Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nimemuuliza tafsiri yake juu ya huu mfululizo wa mashambulizi yasiyokoma kutoka kwa pande zote mbili ni mpaka lini? Tafsiri yake ni kwamba vita vinaendelea na labda tulikuwa tunafikiri kunaweza kukawa na suluhu ya kidiplomasia, lakini kwa jinsi mambo yanavyoonekana sasa hivi ni kwamba vita hii vinazidi kuendelea na pande zote mbili zinazidi kufanya mashambulizi. Tumeona hivi karibuni hizi drones za Ukraine zimeweza kuingia ndani ya Urusi zikishambulia miundombinu ya mafuta na gesi. Pia tumeona mashambulizi makubwa
yakiongezeka kutoka Urusi kuelekea miji mikubwa ya Ukraine. Kwa jinsi hali inavyoonekana sasa hivi ni kwamba mgogoro huu unazidi kuendelea na unazidi kupamba moto. Hivi majuzi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza mabadiliko makubwa ndani ya serikali yake, hatua ambayo ilipelekea waziri mkuu Yulia Sviridenko kuachia ngazi na maelfu ya watu wakiandamana, na hata leo tunavyozungumza maelfu ya watu wameandamana wakipinga hatua ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Ni kipi kimekuwa nyuma ya hatua hii ya Rais Zelensky? Kionekana kuna mgogoro mzito ndani ya serikali ya Ukraine. Tukumbuke huyu waziri wa ulinzi Fedorov ni kijana na amekuwa katika nafasi hiyo ndani ya miezi 6. Na tokea ameingia katika nafasi hiyo tumeona hivi karibuni Ukraine ikifanya vizuri sana katika uwanja wa vita. Watu wengi wanaamini kwamba kijana huyu au waziri huyu wa ulinzi amekuwa akifanya vizuri. Sasa kuona kwamba Zelensky anataka kumtoa madarakani ni kitu ambacho kinawapa hofu watu wengi, na kuona kwamba inakuwaje kiongozi ambaye walizani ameleta mabadiliko makubwa sana katika jeshi anafukuzwa. Tunafahamu kabisa kwamba katika serikali ya Ukraine pia kuna changamoto za rushwa. Huyu Fedorov inasemekana kwamba amekuwa na mgogoro na kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo, na kiongozi huyo wa kijeshi inasemekana kwamba ana taratibu zake mwenyewe za kupendelea kufanya mambo. Huyu waziri wa ulinzi alipoingia madarakani na kuanza kuleta mabadiliko mbalimbali, na ndio maana sasa hivi waandamanaji pia wameingia mabarabarani kuonyesha hasira zao. Tusalie hapo hapo kwa waandamanaji. Maandamano haya wanayoyafanya yanatajwa kuwa ya aina yake kuwahi kutokea nchini Ukraine, hasa mjini Kiev. Wapo wanaoamini kwamba haya ni majibu ya wazi kwamba kuna mpasuko ndani ya Ukraine, na hata imani yao wananchi na baadhi ya wanasiasa kwa Zelensky inafifia. Wengi wanalizungumzia swala hili la rushwa kwamba ndio mzizi wa matatizo yanayoonekana. Ni kweli rushwa pekee ndio tatizo? Rushwa inaweza ikaonekana ndio chanzo kikuu, lakini pia kiukweli watu wamechoka. Kwa hiyo ukiangalia makombora Urusi ambayo inazidi kurusha katika miji ya Ukraine, inaonekana watu wamechoka, na pia ukiangalia Ukraine watu wengi wanakufa katika vita hii. Sasa mtu anaweza kana anajiuliza, sasa mvutano huu ndani ya Ukraine kwenyewe unatuma picha gani kwa washirika wake, kwa washirika wa Ukraine kwa mfano, na hata kwa adui yao Urusi? Kwa ufupi, nadhani inatuma picha nzuri sana kwa Urusi na inatuma picha mbaya sana kwa washirika wao wa magharibi, kwa sababu washirika wanaona kabisa kwamba kuna mgogoro wa rushwa ndani ya Ukraine. Naam, ni Harrison Mwilima huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa nilipozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii kutoka hapa DW Kiswahili. Mimi ni Suleiman Mwiru na tunaendelea na uchambuzi wa ripoti zetu. Sasa tuelekee huko barani Afrika. Usafirishaji wa maiti za watu waliofariki kwa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunazidisha hatari ya kuongezeka kwa maambukizi. Onyo hilo limetolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa yakitoa angalizo kuwa kutokana na idadi kubwa ya watu kufariki nje ya vituo vya afya, kushamiri kwa maambukizi kunatokana hasa na jinsi jamaa na marafiki wanavyoshughulikia maiti hizo wanapokuwa wakizisafirisha na kuendesha taratibu za kitamaduni za mazishi. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi. Zaidi ya watu 700 wamefariki kutokana na Ebola tangu mlipuko huo kutokea katika nchi hiyo na ile jirani ya Uganda mwezi Mei mwaka huu. Kulingana na takwimu, watu waliobainika kuugua ugonjwa huo nchini DRC ni zaidi ya 2000 na idadi hiyo inaongezeka kwa kasi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeonya kuwa kasi hii ya maambukizi imetokana hasa na jinsi maiti za waliofariki kutokana na Ebola zinavyosafirishwa na kushughulikiwa na jamaa na marafiki. Kwa kuwa 2/3 za vifo vimetokea nje ya vituo vya afya, imekuwa vigumu kwa wafanyakazi wa afya kutoa mwongozo kwa watu kuhusiana na jinsi ya kusafirisha na kuendesha maziko ya watu hao. Maafisa wa IOM wameelezea kuwa usafirishaji wa maiti kutoka wilaya moja hadi nyingine ndani ya nchi hiyo ni changamoto kubwa kwa familia ambazo zinataka kuwazika jamaa zao katika vijiji vyao asili. Hali hii imesababisha uhamishaji wa virusi hatari vya Ebola kutoka sehemu moja hadi nyingine, ikikumbukwa kuwa usambaa pale mtu akigusana na chochote ambacho ni cha majimaji kutoka mwilini wa marehemu. Kwa upande wake, shirika la afya duniani WHO nalo limeonya kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo
umeweka rekodi kwa kuwa katika nafasi ya 3 kuhusiana na kasi ya kusambaa kwa maambukizi hasa katika miezi miwili ya kwanza. Akiongea kutoka Geneva, mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa takwimu kwamba visa 2073 vimebainika huko vifo 796 vikitokana na mlipuko huo. Internet transmission in the province of Ituri remains our biggest concern. Kushamiri kwa maambukizi katika mkoa wa Ituri kunatutia wasiwasi. Zaidi ya 80% ya maambukizi mapya yamegunduliwa bila kuwa na mahusiano na vyanzo vyake, ikimaanisha kuwa mnyororo wa maambukizi haujulikani. Theluthi mbili za wanaofariki hawajawahi kupata matibabu yoyote. Katika habari sambamba, shirika la Samaritan Pass limefichua kuwa raia 7 wa Marekani waliokuwa Kongo kupambana na mlipuko huo wamewekwa karantini nchini Kenya. Hii ni baada ya serikali ya Marekani kupiga marufuku kwa mtu yoyote aliyetokea Kongo kwenda Marekani. Itakumbukwa kuwa wanaharakati nchini Kenya walikuwa wamepinga vikali mpango huo na hata wakawasilisha shauri mahakamani, na maamuzi yalikuwa ni kwamba ujenzi wa kituo husika chenye vitanda 50 maalum usitishwe. Rais wa Samaritan Pass, Franklin Graham, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba raia hao wa Marekani hawana dalili zozote za Ebola. Mmoja kati ya raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola mapema mwezi huu alisafirishwa hadi Ujerumani kwa matibabu siku ya Jumatatu. Ni Lubega huyo na yanayojiri huko